Hili kila mmoja ajiulize, je, unapofanya ibada wewe mwanamke wa Kiislamu, ibada tunajua maana yake swala, funga, dhikri, Qur'ani, sadaka. Je, unapofanya ibada unahisi ladha yoyote? Sawa eh? Jiulize. Unajua nini maana ya ladha? Ukiwa umesimama umeswali hivi, unahisi ladha yoyote? Yani unapata utamu fulani, unapata kitu fulani tofauti. Ukiwa unasoma Qur'ani hivi, ukiwa umefunga hivi, unahisi tofauti na siku zingine. Achilia mbali kukaa na njaa. Tofauti kati ya Ramadhani na miezi mingine ni kukaa na njaa. Achilia kukaa na njaa. Je, kuna ladha yote nyingine ambayo unaipata? Swali muhimu sana. Kwa sababu kama hupati ladha katika ibada unazozifanya, hatupati ladha, hicho ni kiashiria ambacho sio kizuri. Kiashiria hicho kinaonyesha kwamba wewe ni mgonjwa, na ugonjwa wako upo katika moyo. Sawa eh? Ladha, chukulie mfano wa kawaida, mfano ya dunia kibinadamu. Wewe unaumwa malaria au typhoid kali kabisa, unahisi ladha ya chakula? Unasikia harufu ya chakula kizuri? Usikii? Unasikia chef saa nyingine? Yani watu pale wanakaangiza, wanatia na nani zao pale viungo sio na nini, wewe unataka kutapika nini? Sitaki hiyo harufu. Watu wote wanavutiwa na ile harufu. Chakula kitamu kizuri kabisa, lakini wewe ukikigusa tu hapa unatapika. Kwa sababu gani? Mgonjwa. Ukiwa mgonjwa, vitu vinabadilika katika mwili wako kiasi cha kwamba hupati ladha ya vile vitu vizuri. Ukiwa hupati ladha ya kuswali, unaona kama ni usumbufu. Bana, yani kama vile yareti singekuepo hii swala. Sasa asubuhi, adhuhuri, alasiri, sijui muda gani tena, nataka kufanya mambo yangu nashindwa. Yote unajizungumzisha ndani ya nafsi yako. Basi unasimama tu unalipua kuswali pale, yani Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Unamaliza haraka. Sawa. Ramadhani natamani ishi haraka, mwezi umalizike. Umeona? Mambo yangu yanaharibika. Nini sijui timetable zangu zijakaa sawa. Ukiwa huhisi ladha ya hizi ibada, ni ule mgonjwa ambaye hahisi ladha ya chakula kizuri, hata ana maradhi. Sasa hapa maradhi yako ni moyo. Maradhi yako ni moyo. Kuwa na maradhi haya ina maana kwamba mahusiano yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile yako mbali. Tuko pamoja eh? Abdullah ibn Amr anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, imani inachakaa katika mwili wa mmoja wenu kama yakhlaqu thawb, kama nguo inavyochakaa. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, basi muombeeni Mwenyezi Mungu afanye upya imani katika nyoyo zenu. Arenew, afanye upya imani katika nyoyo zenu. Maneno haya yamefananishwa na nguo. Nguo unayoivaa inachakaa. Chochote ambacho unakitumia kinachakaa, maana kinamalizika muda wake. Imani nayo inachakaa. Ndio maana unakosa ladha ya ibada, unapata maradhi ya moyo, imani imechakaa. Sasa tumuombe Mwenyezi Mungu, Mtume anasema afanye upya imani zetu. Hii ni dua niliwafundisha mwanzo, na sasa hivi tena nawafundisha. Mwenyezi Mungu atusaidie kuzifanya upya nini? Imani zetu. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu hatuwezi kufikia pale tunapokusudia.